Hii ni barabara ambayo inaingia machinjioni ya darajani Vingunguti. Kisha pandisha daraja. Sasa mimi nilikuwa kwa chini. Ndio nataka nipandishe daraja. Sasa walikuwa wanaonekana ndio walikuwa wanafanya sijui ni fujo vurugu huko barabarani. Sasa wakati wametolewa na polisi huko kwa wanarudi huku mtaani. Mimi nilipotamaki kuona gari la polisi nikageuza pikipiki yangu nirudi nilipotoka, kwa sababu tayari kuna machafuko, mimi siwezi nikaenda na huku naona polisi wanakuja. Nilipogeuza pikipiki yangu nikapigwa risasi ya nyuma kwenye paja hapa. Wakati nageuza sana nikapigwa risasi hapa, nikanikata mishipa ya damu. Akiwa na umri wa miaka 24 tu, maisha ya George Chipeta, fundi umeme wa magari, yalibadilika kwa ghafla baada ya tukio la Oktoba 29 lilomwacha na ulemavu wa kudumu. Risasi iliyompata wakati wa vurugu za siku hiyo iliharibu mguu wake kiasi cha kulazimika kukatwa, jambo lilokatiza ndoto zake na uwezo wake kujitegemea kama kijana mchapakazi. Akitoa ushuhuda mbele ya Tume ya Rais ya uchunguzi wa matukio Oktoba 29, Chipeta anasimulia kwa majonzi jinsi alivyokumbwa na mkasa huo, akisisitiza kuwa hakuwa miongoni mwa waandamanaji. Nikafanyiwa operation, nikaambiwa nibaki kwa masikilizio tuone kama mishipa midogo inaweza kufanya miujiza ya maajabu ya kwamba kuweza kusurvive mguu kabaki sawa au vipi. Nikakaa ndani ya wiki ya pili mguu ukaanza kuharibika. Ukaanza kuharibika kuanzia chini na risasi yake iliyopiga ilikuja kukaa nyuma ya mguu hapa kwenye kifundo hichi cha goti. Wakaanza kuharibika mguuni chini, baadaye wakaanza kuharibika hapa, wakaanza kuoza. Wakaniambia nisaini tena, niligoma, lakini walikuja madaktari wakanishawishi sana, ndio nikakubali kusaini kukatwa mguu. Baada ya hapo ndo nikapelekwa fieta kwa ajili ya kukatwa mguu. Tanzania ni taifa lenye watu zaidi ya milioni 70 kwa makadirio ya mwaka 2026 yaliyotolewa na Ofisi ya Taifa ya Takwimu NBS. Kati ya hao zaidi ya vijana milioni 21 wenye umri wa miaka 15 hadi 35 ni nguvu kazi kubwa ya taifa na msingi wa maendeleo ya sasa na ya baadaye. Katika manispaa ya Ubungo pekee yenye wakazi zaidi ya milioni 1, sehemu kubwa ya wakazi ni vijana wanaoshiriki katika biashara, elimu, ubunifu na shughuli mbalimbali za maendeleo. Lakini pamoja na nguvu kazi hii kubwa, historia ya hivi karibuni imeacha mafunzo mazito kuhusu umuhimu wa amani na utulivu katika taifa. Mtazamaji, karibu katika makala hii maalum tukiangazia nafasi ya vijana katika kulinda amani ya nchi. Mimi ni Saidi Sindo. Hapa ni Ubungo, Kijaz Interchange, moja ya maeneo yenye mkusanyiko mkubwa wa vijana nchini. Hapa kila siku maelfu ya vijana wanatafuta fursa, elimu na maisha bora. Lakini eneo hili pia linatajwa kuwa miongoni mwa maeneo yaliyoathiriwa zaidi wakati wa vurugu zilizotokea baada ya uchaguzi. Leo tunatazama nafasi ya vijana katika kuhakikisha matukio kama haya hayajirudi tena. Kwa mujibu wa ripoti ya Tume ya Uchunguzi ya Rais kuhusu vurugu zilizotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu, zinaonyesha jumla ya watu 518 walipoteza maisha. Kati yao wanaume walikuwa 490 huku wanawake wakiwa 28. Ripoti hiyo pia inaeleza kuwa watoto 21 walipoteza maisha katika matukio hayo ya kusikitisha. Dar es Salaam iliongoza kwa vifo 182, ikifuatiwa na Mwanza vifo 90, Mbeya vifo 80 na Arusha vifo 53. Zaidi ya takwimu hizo, familia zilipoteza upendo wao, wafanya biashara walipoteza vitega uchumi na taifa lilipoteza sehemu ya nguvu kazi yake. Hapa ni Kimara, Dar es Salaam. Eneo hili linatajwa kuwa miongoni mwa maeneo yaliyoshuhudia mikusanyiko mikubwa ya waandamanaji. Siku zimepita, lakini kumbukumbu za matukio haya bado zipo kwa wakazi wengi. Swali kubwa ni moja: vijana wamejifunza nini na wana jukumu gani katika kulinda amani ya taifa? Tulijifunza mengi sana kulingana na ile sekeseke la tarehe Oktoba 29. Ndugu wamepotea wengi, kwa hiyo mimi naamini kabisa hata hiyo 77 wanaoisemea hakuna mtu ambaye atatoka. Yaani tumejifunza mengi sana. Mpaka nakwambia sasa hivi kuna wengine hata tayari wameshahamisha familia zao kwenda mikoani. Yaani ni kitu ambacho hakitakuja kujirudia tena mimi maisha yangu yote. Isipokuwa kuwa na ulinzi, yaani ni kawaida na ulinzi uwepo kwa sababu hamwezi jua akili ni tofauti. Lakini mimi naamini kabisa hakuna kitakachokuwepo.
kwa sababu kama mimi sasa hivi hapa nilipo, hii pikipiki tuseme ndio nalipa hapa pa kodi, yaani mambo yangu yote mzazi namtumia hela hapa. Kwa hiyo kama leo hii navunjika mguu au mkono kwa sababu ya jambo ambalo halina hata maana kwangu, kwa sababu wewe unayotoka huna chochote, mwenzako ana chochote. Kwa hiyo na maana ni jambo ambalo halina maana wala halina faida. Tuna nafasi ya kukaa pamoja kuzungumza na kutafuta suluhu ya matatizo yetu majadiliano. Kwa maana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan baada ya kuingia madarakani kwa mwezi alianzisha wizara maalum kwa ajili ya vijana ambayo inafikika na inaongozwa na vijana wenzetu ambao wanaweza kusikiliza na kusaidia. Kubwa ni kufanya kazi kwa bidii kwa kila mtu wa nafasi yake, tuwajibika na kuwa wazalendo katika nchi yetu na rasilimali zetu. Naamini kila kitu kitakuwa sawa. Dira ya Taifa ya Maendeleo ya mwaka 2050 inalenga kuwajenga vijana kuwa nguvu kazi yenye elimu, ujuzi, ubunifu na uwezo wa kushindana katika uchumi wa kisasa unaotegemea maarifa na teknolojia. Dira hiyo inaahidi kuongeza fursa za ajira zenye staa, kuimarisha mafunzo ya ufundi na stadi za kazi, kukuza ujasiriamali, kuharakisha matumizi ya teknolojia za kidijitali na kuhakikisha vijana wanashiriki kikamilifu katika shughuli za kiuchumi na maamuzi ya maendeleo. Aidha, dira hiyo inatambua kuwa vijana ni kundi kubwa la wananchi na kwamba kufungua vipaji, nguvu na ubunifu wao ni jambo la msingi katika kufikia uchumi wa dola trilioni 1 na maendeleo jumuishi ifikapo mwaka 2050. Vurugu zilizotokea Oktoba 29 ziliacha athari kubwa kwa wafanyabiashara katika maeneo mbalimbali ya shughuli za kiuchumi. Maduka mengi yalifungwa ghafla, mali kuharibiwa na biashara kusimama kwa muda usiojulikana. Wafanyabiashara walikumbwa na hasara za moja kwa moja kutokana na kupoteza bidhaa, kushuka kwa mauzo na kukatika kwa mnyororo wa wateja waliokuwa wakitegemea huduma zao za kila siku. Hali hiyo imesababisha mtikisiko wa kipato cha familia nyingi zinazotegemea biashara hizo kama chanzo kikuu cha maisha, huku baadhi wakilazimika kuanza upya kabisa kujijenga baada ya mazingira ya shughuli zao kuathirika vibaya. Naitwa Hussein Bambe, natokea wilaya ya Ubungo, Imara. Mimi ni mfanyabiashara ndogo. Oktoba 29 kulitokea vurugu ambazo ziliitwa maandamano, lakini waathirika wakubwa ilikuwa sisi wafanyabiashara na jamii kwa ujumla na Watanzania wa hali ya chini. Tumejifunza kuwa vurugu au machafuko si njia sahihi ya kubadilisha utawala uliokuwa madarakani. Matusi au maneno ya kashfa kwa viongozi si njia sahihi ya kulipeleka taifa letu kwenye amani. Leo hii sisi wafanyabiashara wa Kimara, ukitaka kwenda kuchukua mzigo Kariakoo, mwendo kasi hakuna. Leo hii vituo vya polisi ambao walikuwa wanatulindia biashara zetu hakuna. Kwa hiyo unafanya biashara, unatoka asubuhi kwenda kuchukua bidhaa uje ufanye biashara, unatetemeka, ulinzi hakuna. Kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania na wafanyabiashara wenzangu na waandishi wa habari, sisi tumejifunza mengi kutokana na zile. Ndio maana leo tumeitana hapa tuambizane ili tusirudi kule. Tumeazimia kuwa tutapaza sauti kupigania ustawi wa taifa letu, tukitambua kuwa bila amani hakuna biashara, hakuna ajira wala hakuna maendeleo ya jamii yetu yote. Tarehe 17 Novemba mwaka 2025, Rais Samia Suluhu Hassan aliunda wizara maalum kwa ajili ya vijana. Lengo la wizara hiyo ni kwa ajili ya kuratibu na kuimarisha maendeleo ya vijana kwa kuwaunganisha na fursa za ajira, ujuzi, ujasiriamali na ushiriki katika maendeleo ya taifa ili kuhakikisha nguvu kazi ya vijana inachangia kikamilifu uchumi wa nchi. Kwa mujibu wa wizara hiyo ya vijana, jumla shilingi bilioni 35.9 zimeidhinishwa kwa mwaka wa fedha 2026-2027, ikiwa ni hatua muhimu ya kuimarisha uwekezaji katika maendeleo ya vijana kupitia programu za ajira, ujuzi, ujasiriamali, ubunifu na ushiriki wao katika shughuli za maendeleo ili kuhakikisha kundi hilo kubwa la wananchi linakuwa chachu ya maendeleo endelevu ya taifa letu. Kama mnafuatilia mitandao ya kijamii na vyombo vya habari, nimeona nikipita kwenye mikoa mbalimbali kuwasikiliza vijana.
Tena nimekuwa nikipita katika maeneo ambayo sio rasmi kwa mikutano, ili niweze kuwafikia vijana wengi sana ambao kwa namna moja au nyingine kwa muda mrefu wameshindwa kupata nafasi ya kuelezea hisia zao pamoja na mawazo yao. Nimepita masokoni, nimefanya vikao, nimepita maeneo ya stendi, nimefanya vikao, vijiwe vya bodaboda na maeneo mbalimbali ambayo vijana wanapatikana. Lengo ilikuwa ni kupata uhalisia wa nini kinaendelea katika maisha yao ya kila siku. Na ukweli kama ilivyo kauli mbiu yetu, walifunguka na walieleza mambo mengi katika masuala yanayohusiana na vijana katika ajenda zote za kitaifa, kuanzia tunapoziandaa, tunapozitekeleza na pia tunapozitathmini. Na hii maana yake amedhamiria kuwapa sauti vijana wa Kitanzania katika masuala ya taifa letu. Halmashauri ya Manispaa ya Ubungo nayo haiko mbali. Imeendelea kutekeleza mpango wa uwezeshaji wananchi kiuchumi kupitia mikopo ya 10% ya mapato yake ya ndani, ambapo katika miaka ya hivi karibuni mabilioni ya shilingi yameelekezwa kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Takwimu zinaonyesha kuwa kwa mwaka 2025 zaidi ya shilingi bilioni 2.4 zilitengewa vikundi 90 vya makundi maalum kwa lengo la kukuza ajira, ujasiriamali na maendeleo ya kiuchumi. Sisi kama wilaya ya Ubungo ziko programu nyingi ambazo tumeziandaa kwa ajili ya kusaidia vijana, na hili ni katika kuhakikisha vijana wale ambao wanakosa ajira wanajiajiri, lakini pia kuwatafutia fursa ili waweze kujiajiri. Katika hili nini tumefanya? Moja ya vijana wengi hasa wanapotaka kwenda kwenye taasisi za kifedha, lakini pia hata ile mikopo yetu ya 10% ya halmashauri wanakosa sifa kwa sababu vijana wengi hawana NIDA. Na hawana NIDA kwa sababu 1% kubwa hawana vyeti vya kuzaliwa. Kwa hiyo sisi kama Ubungo tumejipanga kwanza kuwatafutia fedha kwa maana ya kiasi cha 20,000 ili waweze kulipa kwa ajili ya kujipatia cheti cha kuzaliwa, ili hicho cheti cha kuzaliwa sasa kiweze kuwafanya wakapata NIDA. Lakini nini tunafanya? Hatuwapi hiyo fedha bure. Tunafanya kwa makubaliano kwamba akishapata sasa cheti cha kuzaliwa, baada ya kupata cheti cha kuzaliwa maana yake akipata NIDA, tunaenda kumengage katika taasisi mbalimbali za mikopo ili akishapata mkopo sasa hii fedha aweze kuirejesha, lakini wakati huo tayari anapata kishajiajiri kwa wale wasiokuwa na ajira, lakini wale ambao pia wanataka kwenda kufanya shughuli nyingine waweze kufanya. Kwa hiyo nini ambacho tunawaasa vijana? Serikali kama serikali imeanzisha wizara ya vijana purposely kwa ajili ya kuhakikisha inasaidia na inatatua changamoto za vijana. Na hili ambalo vijana wengi wamekuwa wakijihusisha maandamano, kuingia mtaani, kufanya vurugu, kwenda kuharibu miundombinu ya serikali, lile haliwezi likawa ndio msukumo wa serikali ifanye kile ambacho inataka kufanya. Nini tunataka tuseme? Kwamba waache kujiingiza kwenye vitu ambavyo kwa namna moja au nyingine vinaweza vikawapelekea wakapata matatizo. Singependa yale ambayo yalitokea tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka jana yaweze kujirudia, kwa sababu athari yake ni kubwa miundombinu, lakini athari pia kwa watu wetu. Watu wetu wengi wamerudi nyuma kwa sababu walivunjiwa maduka, kuna watu walichomewa vibanda vyao vya biashara, mali zao ziliharibiwa. Kikubwa tunataka kuhakikishia vijana kwamba sisi kama viongozi tupo kwa ajili ya kuwasaidia, na ili tuweze kuwasaidia basi kwa mujibu wa taratibu tunapaswa tufuate yale maelekezo ambayo sisi kama viongozi wao tunawapa, ili waweze kuwa na vyanzo vizuri vya kujipatia fedha, then waweze kujikomboa, lakini pia waweze kuendesha familia zao na maisha yao kwa ujumla. Kutokana na changamoto mbalimbali za vijana zilizoelezwa, Katibu Tawala Wilaya ya Ubungo Hassan Mkwawa anasema suluhisho pekee kwa sasa ni kuendelea kuwashirikisha vijana katika maamuzi ya maendeleo, kuwawezesha kiuchumi, kusikiliza maoni yao na kuimarisha majukwaa ya mazungumzo. Limeturudisha nyuma kwa sababu sasa hivi serikali imeanza kuhangaika kurudisha fedha za kwenda kurekebisha miundombinu kwa gharama kubwa ambayo iliharibiwa, wakati fedha hizi zingeenda kufanya shughuli nyingine ikiwepo kuwasaidia vijana. Lakini sasa hivi fedha ile imekuwa inaenda kurudishia miundombinu ambayo iliharibiwa kwa makusudi na vijana. Kwa hiyo jambo ambalo sio sawa, yani kama nchi inarudi nyuma wakati mwingine kwa ajili ya vurugu kama hizi, lakini pia sio njia nzuri kwa vijana hata kudai yale ambayo wanahitaji. Ofisi za serikali zipo, njooni tukae tuzungumze kuona ni jinsi gani tunaweza kutatua changamoto ambazo zinatukabili na sio kwenda kufanya matukio kama yale. Historia inaweza kuwa mwalimu mzuri ikiwa tutachagua kujifunza kutoka ndani yake. Viongozi wa serikali, viongozi wa dini, vijana wenyewe, wazazi na walezi kwa pamoja
wanatoa wito wa kulinda amani ya nchi. Uwepo wa amani umeendelea kuwa msingi muhimu wa shughuli za kiuchumi, kijamii na kisiasa. Haya yote tuliyoyapanga kwenye dira, haya yote tuliyoyapanga kwenye mipango ya maendeleo ya miaka 5 na ile ya mwaka mmoja, yale yote tuliyoyapanga kwenye ilani ya uchaguzi na yale yote ambayo tumeyapitisha kwenye bajeti itakayoanza Julai mosi, Mheshimiwa Spika, hayawezi kuwa na manufaa kwa Watanzania wala hayawezi kutekelezeka pasipo amani, usalama na utulivu ndani ya nchi yetu. Mimi ninashukuru mpaka sasa hali iko salama, tuko vizuri, lakini angalizo ni moja tu kwa Watanzania wote na wana Ubungo wenzangu, kwa sababu amani kupatikana kwake ni tabu sana, na waliotutafutia amani walipata tabu. Mazungumzo, hawakufanya fujo, hawakufanya maandamano, hapakuwa na vurugu wala hatukumwaga damu. Walikaa mezani wakazungumza, tukapata amani. Tuilinde amani hii tuliyokuwa nayo, maana tumerithi. Tusikubali kabisa Watanzania kubadilishana goroli na almasi. Tusidanganywe kabisa tukaletewa goroli zikachukuliwa almasi zetu. Tukatae kabisa, sisi huko tumekwisha hama. Katika taifa ambalo zaidi ya theluthi moja ya wananchi wake ni vijana, mustakabali wa Tanzania uko mikononi mwa kizazi hiki. Kizazi chenye uwezo wa kujenga au kubomoa, kizazi chenye uwezo wa kuunganisha au kugawanya. Kutoka Ubungo hadi Mwanza, kutoka Mbeya hadi Arusha, ujumbe unasikika wazi: amani si jukumu la serikali pekee, bali ni wajibu wa kila mwananchi. Na kwa vijana wa Tanzania, nafasi hiyo ni kubwa zaidi, kwa sababu tunapochagua amani, tunachagua maendeleo. Tunapochagua mazungumzo, tunachagua umoja. Na tunapochagua kulijenga taifa, tunachagua mustakabali bora wa Tanzania.